Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumesikiliza historia ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumesikiliza kwa makini maandiko matakatifu leo, na kwa namna pekee tunamwangalia Yesu, tunaangalia wanafunzi, tunawaangalia watesaji, lakini vile vile tunawaangalia watu wengine wenye nia njema ambao wanapenda kutenda matendo ya huruma, lakini tunaangalia vile vile kukiri imani katika maandiko matakatifu ya leo. Tunamwangalia Yesu kwa namna gani? Yesu mnyenyekevu. Somo la pili linatuelekeza vizuri. Alikuwa Mungu, aliacha umungu wake, akatwaa hali yetu ya kufa ili tupate kukombolewa. Aliacha umungu wake akaja kwetu kwa ajili ya kutukomboa sisi. Ni upendo wa Mungu ambao ni mkubwa sana kwetu. Alikuwa mnyenyekevu, anakuwa kielelezo kwetu, anakuwa mfano kwetu katika unyenyekevu. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Kiburi ambacho kinaleta majivuno, na kinapoleta majivuno kinafanya mtu aishi asivyo, na matokeo yake aanze kutafuta kuchukua nafasi ya Mungu. Kumbe unyenyekevu ni kujitambua, na katika kujitambua huko sisi kama binadamu tulioumbwa na Mungu hatuwezi tukajitegemea. Tunamtegemea Mungu atusaidie kwa neema zake. Tunamkimbilia yeye katika sala zetu na katika kila kitu. Mwenye kiburi hana habari hii, anajitegemea. Ni yule ambaye anatafuta kile ambacho sicho kwake. Tuna hali ya kufa, anafikiri hata kufa. Tuna hali ya kwamba hatujui hata kesho kutakuweje, anafikiri kwamba anaweza yote. Mwenye kiburi hasikilizi chochote, hasikilizi ushauri, hasikilizi chochote. Kwa tunamwona Yesu anakuwa mfano ili uweze kuwasaidia watu kwa upendo ambao hauna kipimo. Inabidi ujitoe bila kujibakiza. Alijitoa bila kujibakiza, akawa mnyenyekevu kwa ajili ya kutukomboa sisi. Tunamwangalia huyo, tunamwangalia Yesu huyo, lakini tunaangalia wanafunzi katika majadiliano yao, ambao ubinadamu wetu unaonekana wazi, unafiki. Yesu anatangaza kwamba kuna mtu atanisaliti, hata yule ambaye tayari ameshaahidiana na maadui. Msaliti ni mimi Bwana. Unafiki wa hali ya juu, unajionyesha mbele ya yule ambaye wanataka kumsaliti, ni mimi Bwana. Maneno ya Yesu yangekuwa tayari yamefua dhamiri yake, lakini alikuwa mbali kwa sababu imejaa tamaa. Tamaa ya pesa. Mtanipa nini ili nimtoe kwenu? Tutakupatia 1, 2, 3. Na Yuda anakuwa kielelezo kwetu sisi wenyewe, hata katika imani yetu. Mara ngapi katika maisha yetu, katika safari yetu ya kiroho, tunawaambia watu ambao ni maadui, mtanipa nini ili
niweze kumtoa kwenu. Tunaangalia sana mitandao, watu wanaosaliti imani yao, wale ambao wanawasaliti viongozi wao. Tumeona kwenye mitandao watu wanapewa vitu ili kusaliti imani yao, kudhalilisha imani yao. Haya yanatujia haya. Kwa hiyo tabia ya Yuda inatunyemelea sana katika maisha yetu, usaliti kwa sababu ya kupewa kitu. Ndoa zinasalitiwa kwa ajili ya ofa zinazotolewa kwa watu. Watu wanasaliti ndoa zao na kutelekeza familia kwa sababu ya tamaa mbaya, na ni kwa sababu hiyo tunasema kwamba bado tunaendelea kumsaliti Yesu kwa namna pekee, na bado tunakuwa wanafiki, bado tunavaa kile kisicho, tunaonyesha wazi, yaani kwamba tuko hivi, kumbe ndani mwetu tumejaa uasi mkubwa. Tumemvaa Yuda. Tunaweza kumvaa Yuda katika familia zetu, tunaweza kumvaa Yuda katika kanisa, tunaweza tukamvaa Yuda katika kazi zetu tunazozifanya, kwa tabia hiyo ya tamaa mbaya. Lakini pamoja na tamaa mbaya, kujaa unafiki na kupenda sana. Uko ndani unachoma visu mwenzako, umetoka kufanya uovu mkubwa, lakini unakupenda sana. Na ndio maana vile vile tunajifunza katika siku ya leo kwamba wakati mwingine tuangalie kwamba uweze kujidanganya we mwenyewe, lakini uweze kumdanganya Mungu. Hao watu wawili hao, wewe mwenyewe na Mungu, anajua yote tunayofanya. Hata wewe chumbani mwako, wewe kwenye giza, wewe kwenye nini, lakini anajua. Na haya yanaonekana, tunaona katika majadiliano haya, kila mtu anajionyesha ni mimi, ni mimi. Wengine walikuwa wanyofu kabisa, hawajafanya chochote, ni kweli, ni mimi, lakini mtu anajua kabisa ni yeye. Sasa ni mimi. Yesu anasema wewe wasema. Sasa si kama alielewa usemi huu, wewe wasema. Lakini pamoja na hayo, tunaangalia wale watu wale wanaosema asulubiwe. Baraba muuaji, Baraba mwenye madhambi afunguliwe, huyu asulubiwe. Huenda ni kati ya wale vile vile waliosema hosana hosana juu mbinguni. Lakini hao ndio pengine wakawa nasema asulubiwe asulubiwe. Lakini pamoja na hayo vile vile wale waliosema hosana mwana wa Daudi, hakuna aliyesimama akasema nakutetea Yesu. Wewe ni mfalme kweli, wewe umekuja kwetu, wewe tunakushangilia. Wakati anaingia Yerusalemu tunasema mji ulitaharuki, nani huyu? Lakini wakati amekamatwa anahukumiwa pale, tunaona hakuna aliyenyosha mkono akasema jamani, huyu namtetea mimi. Hakuna. Pilato anasema nawa mikono, wakati yeye ndiye amekaa ni hakimu pale, na nawa maji mbele yenu, sina hatia. Huyu hana hatia, huyu sina hatia juu ya huyu ambaye hana kitu chochote kibaya. Kwa kuwafurahisha watu yanatokea hayo yote, na haya tunayaona katika maisha yetu. Kwa watu kusema jamaa walifanya nini wale, kumbe sisi wenyewe tuko katika eneo hilo. Kwa lazima tuliangalia kwa namna ya pekee. Lakini tunamwangalia kwa mfano ule Yusufu wa Arimathea, wamemuua Bwana wetu, mimi basi nikamzike. Tendo ya huruma, kamzike huyu, nikamzike. Lakini wale wenye dhihaka, wewe si ni mfalme, wanadhihaki, wanamdhihaki mwana wa Mungu. Ukienda katika njia ya msalaba hiyo, kuna vituo vinavyoelezea hayo. Wewe mwanadamu, wewe unafanya mambo yote haya. Sasa shetani alifurahia kwamba ameshinda, lakini kumbe hajashinda. Lakini mwishoni tunaona vile vile
wale waliokiri kutokana na yale walioyaona, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Nikukiri imani, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu, hakuna ubishi, alikuwa mwana wa Mungu. Kwa tunayaona yote haya, na tunapoelekea katika kipindi hiki cha Juma Kuu, kinachotuzamisha zaidi tuelewe mafumbo ya Kipasaka. Tunaanza na hili Jumapili ya Matawi, ni Jumapili ya mateso kwa mengine, kwa namna nyingine, na wakati huo huo tunapoadhimisha hivi tunawekwa katika tafakari hiyo ya maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, wana Mdaura Mtakatifu Benedikto, tunaelewa imani yetu vizuri, tunaelewa kwamba ni wafuasi wa Kristo, tunafuata mafundisho ya Kikristo na imani yetu Katoliki. Sisi ni Wakatoliki. Mafundisho ya mama kanisa, tunamwita mama kanisa ambaye ana ofisi ya mafundisho. Hii ofisi ya mafundisho ndio inayotuunganisha na kuwa kitu kimoja. Tukiwa tunaunganika na Baba Mtakatifu, ndio anakuwa alama yetu ya umoja huo. Leo tunaadhimisha Dominika ya Matawi ulimwengu mzima. Kama Mkatoliki, na tena kipindi kama hiki ni kipindi ambacho tena liturujia yake ni nzito. Liturujia yake inatufanya tuzame vizuri katika tafakari ya maisha yetu kama Wakristo, kutafakari vile vile mafundisho ya mama kanisa yanavyotuelekeza. Tena hapa mna mchanganyiko wa imani nyingi. Wengine tayari wameanza huko, mnawasikia majirani zenu imani nyingine. Tunaweza tukajipoteza tukafikiri tuko sawa wote. Sisi ni Wakatoliki, sisi ni Wakatoliki, na kwa sababu hiyo tunafuata mafundisho ya mama kanisa. Na huyo mama kanisa ana sheria zake zinazotuongoza sisi kama waumini, ili tuwe kitu kimoja, sisi kama watu wa Mungu walio katika hija kumwelekea Mungu wao hapa duniani. Ndugu zangu wapendwa, hakuna ambaye hatakufa hapa, wote tutakufa. Lakini tutakufa katika hali gani? Ndio hiyo lazima kila mtu aweze kutafakari, tutakufa katika hali gani? Katika kiburi? Tuko katika unyenyekevu? Katika ulevi? Katika kutokusali? Na kuna watu wengine wanafikiri kwamba akibatizwa yeye ni Mkristo, kwa hiyo jina lake lile ndio Ukristo wenyewe. Ni imani potofu hiyo. Tunaalikwa kuwa mashahidi, kama tulivyosikia leo hii, kuwa mashahidi wa Yesu Kristo. Ni wale wanamshuhudia kwa maisha yao, wanaishi na wapasa kama Wakristo, wapakwa mafuta pamoja na Kristo. Na wakati mwingine ndio maana hatusaidiani, wakati mwingine unaweza tusaidiane. Ukiangalia kuna watu ambao hawamsaidii mtu ambaye ni mzima, yaani wakati huo mtu ni mzima, haendi kanisani. Mtu mzima haendi kanisani, hasa anapokufa wanataka misa, wanataka letwe kanisani hapa, bado kwa hataki. Sasa pata picha hiyo, ni maonyesho au ni ushuhuda? Huyu analetwa hapa kanisani aagwe kwa mtindo upi? Kuna sehemu fulani katika utume wangu ilibidi niandike, niwe na fomu ambayo kila mmoja ilibidi ajaze.
Wewe ni Mkristo, huji kanisani, utakapokufa nikuzike kwa mtindo gani? Nikuzike kama mpagani? Ukisema kama Mkristo utakuwa muongo mno. Mbona huji kanisani? Huna habari na kanisa? Huna habari na jumuiya? Sasa wewe unataka mimi nikuzikeje sasa kama Mkristo? Utoe na sababu. Maanake tukienda kidunia zaidi inatuharibu sana. Maanake kama Mkristo tukiwa kwenye jumuiya, unajua kwamba kila Jumamosi tunapoenda kwenye jumuiya ile tunaenda nyumba kwa nyumba, na sisi ndio tunabeba baraka. Kila mtu na baraka yake katika nyumba hii, tunaenda na baraka yake katika nyumba nyingine, afu wewe uende huko unasubiri tu waje kwako. Ubinafsi, na huo ubinafsi huu unatunyanyasa huo. Na tena unapokufa ulikuwa usali, na wengine wako Wakristo ambao ni waajabu sana, na tena ni Wakristo wa majina wanasubiri wanapotaka kubatiza, ni mtoto anataka kubatiza, nashangaa wanaanza kujitendekeza, ndio wanakuja kwenye jumuiya, wanajua wanajaziwa vizuri kwamba anahudhuria. Kama alikuwa hajawahi kulipa zaka, analipa zaka. Jamani, ushuhuda sio huo. Hatuwezi kuishi hivi imani yetu. Ndio maana lazima tufanye mabadiliko, tuishi inavyotupasa kama waumini, kama wana wa Mungu. Tunataka kuzikwa kikristo, tuishi Ukristo wetu. Na wanaosumbua zaidi ni wazima, sio aliyekufa. Yule alisema sitaki kusali, lakini wale wazima ndio wanaosema asiko mtu alikuwa alibatizwa na cheti. Sio swala la cheti. Na wanaolaumiwa hasa wanajumuiya, viongozi wa jumuiya ambao wamechaguliwa. Nyie ni nyama kweli nini? Wanakuja kwa paroko naye, we paroko, wewe unakatalia watu wanazikwa nini na nini. Alafu matokeo yake wanapolaumia wanalaumu, wanatukana wakati mwingine. Alafu matokeo yake wanamwita jamaa mmoja huko tu akae hapa asimama aongee tu. Wa dini gani haijulikani, dhehebu gani haijulikani. Ndio maana sisi kama waumini tuwe na utambulisho. Utambulisho wetu ni kanisa. Tuna alama hiyo tuliobatizwa nayo, alama ya kudumu ambayo tunayo katika maisha yetu, katika roho zetu, na kujenga utambulisho wetu ndio kuja upo kanisani kusali. Wataniona watu hasa, tunaangalia kwenye jumuiya ndogo ndogo pale, sasa huyu ni mwenzetu kwa sababu tunafahamiana. Alafu toka hapo wananifahamu, nataka huduma, wananifahamu. Lakini wewe unaweza kushangaa mtu anakufa alafu anang'ang'aniwa na madhehebu matano. Huyu wa kwetu, huyu wa kwetu. Wewe sasa ni nani sasa? Ni Mkatoliki au ni nani? Hata wale ambao hawasali, ngoja leo huwezi kumwita mtu mpagani, na imani yake tofauti fulani. Nao wanasema huyu ni wa kwetu, mbona tulikuwa tunakunywa naye kila siku sisi. Tulikuwa tunaenda kuagua naye sisi, tulikuwa tunaenda kwa waganga wa kienyeji naye. Ni wa kwetu huyu, si wa kwenu. Utambulisho wako uko wapi kama Mkristo? Ndio maana kuna Wakristo wengine wanaenda kufia kwa waganga wa kienyeji. Yaani maana yake kusema kama Yesu hana nguvu, Mungu hana nguvu tena, kwa hiyo mganga wa kienyeji ndio mwenye nguvu, naenda kufia ku. Hili ni tatizo, na ndio maana tunapoanza Juma Kuu kila mtu atafakari hilo, kuangalia hivi mimi nasali au sisali. Kama mimi ni ndugu ambaye asali, namsaidiaje wakati ni mzima? Sio alipokufa pale. Wewe ni mwili wa marehemu, ule ni mwili wa marehemu. Kwa kama ule mwili unabebwa unaletwa humu, ni mwili wa marehemu. Mwanadamu ni mwili na roho. Sasa kama mwili na roho, sasa wewe unataka sasa mwili ule ambao umeshakufa tayari. Mwanadamu ni mwili na roho. Tusaidiane tungali wazima, tuongozane tungali wazima, sio tukifa. Mtu anakufa ndio unaanza kusema kwamba huyu ni Mkristo aombewe misa. Sasa wewe unaelewa kweli imani yako vizuri? Kama unaelewa imani yako vizuri, usingesema kitu.
ungekaa kimya na usingemlaumu hata kiongozi yoyote wa jumuiya, kwa sababu unajua kwamba kumbe yule ambaye ni Mkristo alikuwa anasali, anaenda kanisani. Sasa aende kanisani, aende kwenye jumuiya, yuko nyumbani tu. Wakati mwingine ameambiwa akasema mimi sisali. Kuna wengine wanasema kwamba mimi niishahama tayari kwenu, hata sasa tunaomba tuje huyu misa ibada tunamwomba katekisa. Kweli imani yetu inakwenda wapi? Ndio maana tunapoanza Juma Kuu tutafakari hayo. Kama tunayo wana mdaula, tuseme jamani, sasa tuongozane tungali wazima. Na ndio maana tunapohitimisha ziara katika parokia yetu, katika vigango vyetu vitatu, kigango cha Matuli, kigango cha Msolwa, kigango cha Makondo Mengi, na hapa parokiani, tuelewe wajibu wetu ni upi na maisha yetu ni yapi. Tusiishi kama wanasiasa ambao wameharibu siasa, imekuwa ni uongo na udanganyifu. Tuishi imani ya kanisa, mama kanisa anayetuongoza, tuishi vizuri hivyo. Na ndio maana Mtakatifu Agustino anasema yule ambaye anakupamba, yaani yule anakupamba kila wakati, yule anaogopa kupoteza urafiki, huyo si rafiki wa kweli, hakupendi. Lakini rafiki wa kweli ni yule anayekwambia ukweli. Hapa bwana unatukwaza, hapa bwana umefanya vizuri, ni kweli kutoka moyoni umefanya vizuri. Hapa bwana umefanya vibaya, na wewe unayeambiwa useme asante kwa kuniambia ukweli, ili niweze kuwa vizuri katika safari yangu ya kumwelekea Mungu. Lakini kwa ajili ya kuficha urafiki, yote mema tu. Ndio maana kila mara katika dunia hii tunaongelea uchawa huu unatufikisha pabaya sana, unaharibu. Na ukiingia mpaka kwenye familia unaharibu familia, na ukiendelea hata katika kanisa unaharibu, na kwenye siasa ndio unaharibu zaidi. Hatuwezi kuendelea bila kuambiana ukweli, hatuwezi kuenda kokote bila kuambiana ukweli. Ukweli ni huu hapa. Tusipoambizana ukweli, tungali hai, eti tukifa ndio tunajidai kwamba tunawapenda watu, mili ya watu waliokufa, hatusaidiani hata siku moja. Tutakuwa tunaumiza kanisa na tunasaliti imani yetu. Kwa kama wana mdaula mlikuwa mna mawazo kama hayo, tunapohitimisha ziara hii tuanze upya, tusaidiane tungali hai. Pale tusaidiane. Na jambo lingine ambalo nabidi litafakari pamoja tunapoanza juma hili kuu, uchumba sugu. Yaani maana tunaposema uchumba sugu ni mtu ambaye anaishi na mwenzake, wana watoto 6, 7. Sasa najiandaa. Halafu wakati huo nataka nibatize mtoto. Wa kwanza anabatiza, sasa jamani, umeweka sasa ahadi, tunakuomba sasa uishi inavyopasa, sasa ufunge ndoa. Wa pili anakuja tena, bado nataka kubatize mtoto. Unawalea kwa mtindo gani? Ubatizo kwanza sio hirizi, ni imani na ni sakramenti. Unaishindwa ndoa, utaweza ubatizo? Na vile vile hawa ambao wanasema kwamba tutafunga ndoa kesho, tutafunga ndoa mwezi wa 12 mwakani, yaani ni wale ambao wanajidai kwamba wana hati miliki ya dunia hii. Lakini tukumbuke kwamba unaweza kulala usingizi, unaondoka zako huko. Unaelekea njia gani sasa? Na kwa sababu ndio maana utume wetu huu unatuashiria tuende huko. Maana watu wengi sana ndoa hizi hawasamini, wanataka tu michango. Mimi sina hela, ndio maana sifungi ndoa. Sina
sina hela kwa sababu ndio maana ningekishafunga ndoa yangu ni nini, kwa hiyo naandaa, anataka niwe na ukumbi ambao utakuwa ni ukumbi wa milioni 10, milioni 30, niweze kuwa kwenye benzi na mwenzangu avae shera na gauni lile la ndoa la milioni 7, na mimi niwe na suti ya milioni 10, pamoja na yule anayenisindikiza yule ambao ni shahidi. Hayo yote ni ya nini katika imani? Tunaanza kuiweka imani, kuipeleka katika maisha ya kidunia zaidi. Ulimwengu wa leo ni ulimwengu ambao umetengeneza mila ya kifo. Kila kitu ni matumizi, mpaka mwanadamu ni matumizi. Kama anavyotumia sahani kwa ajili ya kula chakula, kijiko au nini, vindudu, tafsiri watu hivi. So wewe unaishi na mwenzako miaka 10, miaka 20 na mjefunga ndoa, na nyinyi wa Kristo, unamaanisha nini? Una nia gani katika hiyo? Unataka ufanye nini? Mungu anakupa nafasi kila siku. Unaamka asubuhi, naona ni haki yangu. Hapa kanisani hapa, ukiangalia kila mtu ana kitambaa chake hapo, anapepea kwa sababu ni joto. Sasa ni joto. Wangeweka kaubaridi hapo, kukawa na tuseme kaubaridi kale kazuri sana kaubaridi, lakini kaubaridi heka kanatuelekeza tunajifunza kukaa kwenye mochwari. Kwenye jokofu kule, kwenye mbarafu kule, kuna baridi unaganda kule. Kwa sasa tunapokuwa kwenye feni hizo najifunza kufa. Unapokuwa kwenye usingizi, wewe nani unajua katika ulimwengu nao kuwa. Alafu unapoamka asubuhi unajua ulikokuwa. Wakati mwingine umeota ndoto unafukuzwa na simba, unakimbia unaanguka, lakini unaamka asubuhi uko salama. Naona mimi nimeamka, ni hali yangu, ni kawaida, nilikula vizuri jana. We nani? Lazima tuangalie yote haya, tujue jamani, sisi ni binadamu. Ni kama tulivyokuwa tunaanza kipindi cha Kwaresima siku ya Jumatano ya Majivu, tulipakwa majivu. Kumbuka mwanadamu, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Usije ukajiona wa maana katika dunia. Umaana wako utakuwepo unapomshirikisha Mungu maisha yako. Maana ukijidai kwamba mimi bwana nakula vizuri, nalala pazuri, ukianza kufa para unaanza kuumwa, utaona kitanda kizuri kile ni kibaya. Kwa hiyo unaanza taratibu, unataka ulale kwenye mkeka. Mwisho unata nyumba yako nzuri uipendi tena, unataka ukalale kwenye mti ulio pale nje. Ukifika pale nje unaona mkeka una maana, ulale kwenye vumbi. Ndio unapoenda huko kwenye vumbi ulikotoka. Sasa unajivunia nini? Ndio maana wakati mwingine unaweza kaenda kwenye mochwari ukaangalia pale, kuna sehemu nyingine waliandika kabisa kwamba yani unavyotuona tulikuwa sisi tulikuwa kama wewe wakati fulani, lakini na wewe utakuwa kama sisi siku moja. Sasa unajivunia nini? Kwa nini usiwe tayari? Kwa nini sisemi kwamba mimi kesho nifunge ndoa? Na ndoa yangu si mahela hayo ya wanaosema mahela ya kidunia hayo. Ambayo ni michango nini na nini, ya nini yote hayo. Nifunge ndoa sakramenti, sio kuandaa harusi. Ndio maana ndoa zetu hazidumu nyingi, kwa sababu tujiandae, tunaandaa zaidi misherehe hiyo. Tena anapoenda kwenye mafundisho hana habari kabisa, yani yeye wanaongea huko, wanampa mafundisho, yeye anawaza nani hajachanga, wangapi hawajachanga, nifikisha shilingi ngapi. Hata siku moja aweza akasikiliza mafundisho yale vizuri. Udunia unatutawala, na katika udunia unaotutawala ndio maana hata watoto wetu wanapotaka kuolewa au kuoa, bila kujali yoyote yule tu, hata mtu hawajawahi kumuona, wamemuona tu hapo mitaani, wewe unaweza ukawa wangu milele. Wewe unamfahamu alikotoka, unafahamu familia yake, wewe unafahamu imani yake. Wakati mwingine mabinti wa watu utakuta wanatambiana, mimi na pete ya uchumba. Unajua mko wangapi?
Wengine mko 30, yaani wote mna pete ya uchumba wa jamaa mmoja huyo. Kwa sababu yeye havai. Wanaovaa ni mabinti. Lakini wewe unashangilia, kumbe wewe ni wa 30 huko. Inakusaidia nini? Wazazi, sasa tuangalie yote haya. Ndio maana tunasema kwamba kulea watoto kadiri ya imani yetu. Na wengine wanaishi na watu wa imani nyingine, na wale wa imani nyingine wangependa wawe na imani kama ya wenza wao, lakini jamaa huyu hata kwenye jumuiya wala hajawahi kukanyaga, hata kusali baba yetu wakati wa kula nakula kama ni kufakamia, wala sio kula, ni kufakamia tu. Yaani hata kusema ngoja nijikabidhi kwa Mungu nisali kwanza, wapi? Haya yote haya yanatuharibu watoto wa Mungu, watoto wa mama kanisa. Mama kanisa anatuongoza, anatuelekeza vizuri tuweze kuishi inavyotupasa, tuwe mashahidi, tusio kama wakina Yuda hawa ambavyo walivyokuwa tuliowasikia. Ni mimi Bwana, utanipa nini mimi? Ndio maana wakati mwingine tunakuwa tunajaa ni umbea zaidi, umbea tu. Wewe unaona mwenzako anakosea, baada ya kusema wewe umekosea, sio vizuri. Sasa fulani unaenda tayari pembeni huko, fulani lile kusengenya fulani huko 1 2 3. Mwandishi huyu wa kujitegemea, kupekua maisha ya watu. Baada ya kujipekua kwanza dhamiri yako naishije, wewe wa kwanza kutambua, alafu ndio uende kwa wenzako wasaidie. Ndio maana sasa tusaidiane, tuongozane kwenye vigango vyetu vyote tulivyotembelea hapa parokiani. Wimbo ni ule ule, uchumba sugu. Watu kulalamika hawajazika ndugu zangu kama kwa Kikristo wakati alikuwa wasali. Hiyo lugha gani jamani, Wakristo wangu? Jimbo letu ni jipya sana. Pengine tunapoishi kwenye mchanganyiko wa imani mbalimbali tunajichanganya huko. Tusome vizuri maandiko matakatifu, tusome vizuri neno la Mungu, litulee tuishi kweli Kikristo. Tusome vizuri na kufuatilia mafundisho ya mama kanisa na sheria zake. Sheria za kanisa zinaangalia kwa nje. Unaweza kusema huyu sasa, kwa nini hujamzika wewe, kwa nini unahukumu? Hajahukumu, ni sheria inasema hivi. Lakini sasa na Mungu wako ni kitu kingine. Lakini sheria za mama kanisa ambayo sisi kama wana kanisa zinatuelekeza 1 2 3. Kwa situungi. Ili tuwe na umoja lazima tuweze kuangalia yanayotuweka tuwe wamoja. Uhuru sio kufanya unachotaka. Uhuru ni kuwajibika. Kuwajibika kwa Mkatoliki. Ndio maana sasa tufuatilie vizuri. Hata kwenye mitandao wale walijiita Wakatoliki lakini walituaibisha kabisa. Mkatoliki gani yuko vile? Matokeo yake mnaishia kuimba mwamba mwamba mwamba. Mnaimba mwamba wa wapi hiyo? Basi ukisema sisi na Katoliki basi fuata Ukatoliki sasa. Mnapoandamana sali rozari, baba yetu uliye mbinguni, endelea rozari ipo hapo. Imba nyimbo pasipo makosa mkombozi wetu. Imba hiyo. Lakini mwamba tena. Halafu unawataja mababa watakatifu ambao wajui. Halafu unajiita Mkatoliki wa wapi wewe? Matokeo yake unasoma vitabu kwenye maandiko matakatifu, unarejea vitu vya ajabu. Soma katika Wakorintio. Manake huu ni uzembe kwa kutofuatilia vizuri imani yetu, tuelewe vizuri ili tuishi vizuri. Tusaidiane jamani, tusaidiane Wakatoliki sisi. Ukatoliki ni ulimwengu mzima huu.
Tunachokifanya hapa kinafanyika Vatican, kinafanyika Ujerumani, kinafanyika Marekani, kinafanyika Australia, Amerika Kusini. Kwa nini sisi tujifanye tunafanya kitu cha ajabu, tunachanganya imani? Kwa hiyo turejee vizuri katika hiyo, tuwe wanyenyekevu, watii kwa yale tunayoelekezwa na Yesu Kristo mwenyewe. Yeye amekuwa wa kwanza mnyenyekevu kuacha mbingu kuja kwetu. Tusikilize sauti yake ituongoze, tumkiri kama walivyokiri jamaa wale Makida wale, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu, huyu ni mwana wa Mungu, anakaa kati yetu, anakuja kwangu, ananisaidia mimi. Tukiri hilo, tufunge ndoa na tuwasaidie wale ambao wasali ndugu zao wao. Msije mkaleta mwili humu tu, mwili mlete mtu mzima kanisani, mwili na roho, sio mwili tu. Maana kama isha kufa tayari ni mwili tu mnaleta, roho yuko wapi sasa? Maana kuna watania wengine anasema kwamba siku nyingine unaweza kashangaa mmebeba tunaenda kanisani, alafu anashuka pale anacharaza viboko, anasema mnanipeleka wapi nyinyi? Huko mimi nilikuwa siende, alafu mnanipeleka tu nyinyi. Kiherehere chenu kitafanya mpate viboko vya hali ya juu, alafu mtakiona cha moto. Kama mtakimbia mtawanyike, mtelekeza na jeneza hilo, kwa mnapeleka sehemu ambayo mtu hana imani nayo. Ukristo sio jina, ni maisha. Kushiriki yale yote ambayo wanapaswa watoto wa Mungu, wa Kristo, wa Katoliki, wana wa Mungu, watu wa Mungu wanaosafiri pamoja kumwelekea Mungu. Na kanisa letu ni duara inaonyesha uduara. Duara hivi sio kama mwingine yuko juu, mwingine yuko chini. Duara, kila mtu na hali yake. Pande mwingine tuna makleri, pande mwingine tuna walei. Wote hawa tunatembea pamoja, kanisa la kisinodi ambao ni ushiriki na umisionari. Tunatangaza kwa wengine kile tunachokiishi sisi. Tumsifu Yesu Kristo.